Kabla ya kuanza somo hili, hebu tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu mtakatifu, na kushukuru sana. Asante kwa neema yako. Asante kwa jinsi ambavyo umekubali ya kwamba tuweze kusikia sauti yako siku ya leo. Tena nakusihi Mungu, ukatende muujiza kwa mtoto wako, ukapate kumgusa, ukapate kumwelewesha, ukapate kumvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini kama tulivyokuomba mwanzoni, kwa njia ya maneno yetu, ya kwamba katikati ya somo la leo, wakati likiendelea, watu wakafunguliwe, nguvu za giza zikakimbie, vifungo vikaondoke, baraka zikamiminike, wagonjwa wakapone. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Amen. Niwakumbushe kitabu chetu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 7 mpaka la 8. Pia Luka ameandika habari hizi, lakini kwa leo tutaangalia Mathayo na tunaangalia Kiswahili cha kisasa. Anaposema maneno haya: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Nakumbuka kwenye somo lililopita nilielezea hili kwamba baadhi ya Wakristo wanashindwa kufikia yale makusudio ambayo Mungu ameyakusudia, kwa sababu wanaishia katika hizi kanuni. Wanaishia kanuni ya kwanza ya kuomba, hawafikii hatua ya pili ya kubisha, hawafikii katika hatua nyingine ya kutafuta, na hawafiki hatua ile ya kubisha. Kwa hiyo hizi hatua zimepangiliwa vizuri, na nimewambieni kwamba Yesu hakuzipanga kama anapanga maneno ya kimashairi. Ni kanuni za kifalme ambazo zinafanya kazi katika maisha. Kwa ukizielewa hizi kanuni, utaona matokeo makubwa katika maisha yako. Ndiyo, sasa tuangalie ile sehemu ya kwanza ambayo kwenye kipindi kilichopita niligusia kidogo. Kwa nini Yesu alisema ombeni badala ya salini? Hivi ni vitu ambavyo viko tofauti kabisa. Ninajua kwamba katika baadhi ya tafsiri haya maneno kusali na kuomba yametumika yakiwa yana maana zinazofanana. Kwa hiyo inategemea muktadha utakavyousoma, na mtafsiri wa Biblia alikuwa ameangalia ni, lakini katika lugha ya Kiyunani haya maneno yanatofautiana, hayako sawa. Sasa tutaangalia vizuri hapo baadaye, lakini somo lilopita pia niligusia. Biblia inasema aombaye hupokea, sio anayesali anapokea. Ndio nimesema kwamba katika maisha ya Kikristo, kama kuna fundisho ambalo limeongelewa sana, ni fundisho juu ya maombi, na hatutalimaliza. Hata mimi ambaye nakwambia ninapata vitu vipya kila kukicha. Nimeandika kitabu kile ambacho wengine mmeshakisoma tayari, kinaitwa Siri ya Maombi Yaliyojibiwa, na bado tutakihariri na kuongeza, lakini kuna kingine kinakuja pia, kinaitwa Makosa ya Kawaida katika Maombi. Ndipo utajua kwamba hili somo la kuhusu maombi hakuna mtu ambaye amemaliza. Tutaendelea kujifunza, tunajifunza. Lakini Biblia inasema aombaye hupokea, au ombeni nanyi mtapewa. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 fungu la 3 anasema mnaomba lakini hampokei, kwa sababu mnaomba vibaya. Nikumbushe kidogo. Baadhi ya watu wamemlaumu Mungu katika maisha yao. Mbona Mungu hajafanya? Mbona Mungu hajafanya? Kwa sababu kwao Mungu ni mzee mmoja aliyekaa kwenye kiti, anayesubiria maombi ya watu, anatiki na kuwapatia. Hivyo ndivyo anavyomchukulia. Ninajua kuna maeneo mengi katika Biblia ambapo Mungu ametajwa katika hizo sura, lakini ukiyasoma vizuri utagundua kwamba ilikuwa ni lugha ya nabii au ya mwandishi kumwelezea Mungu kwa jinsi alivyoona, kwa jinsi akili yake ilivyotafsiri kile alichokiona. Tunajua kabisa kwamba Biblia haikuandikwa kama vile Mungu alikuwa anatumia imla au dictation, kwamba kitabu cha Mwanzo Mungu anasema alafu mtu anaandika kama ilivyo. Hapana, Mungu alikuwa anawaonyesha manabii kupitia maono, kupitia ndoto,
lakini pia kupitia mafunuo ya rohoni. Anapowapatia mafunuo, wao walikuwa wanaandika kwa lugha zao. Ndiyo sababu kuna sehemu moja Ellen White anasema kwamba kuwa na picha potofu kuhusu Mungu kunamfanya mtu aweze kukosa majibu ya maombi kwa kuwa hamwelewi Mungu jinsi alivyo. Mchungaji, hii inamaanisha nini? Twende vizuri, utaona vizuri mambo jinsi yanavyokuwa tofauti. Isaya anapomwelezea Mungu, anamwelezea Mungu katika namna mbalimbali. Sehemu moja Mungu anajitaja kama, ikiwa mwanamke anaweza kuwasahau mtoto wake, anasema mimi siwezi kuwasahau ninyi. Hapo Mungu amefananishwa na mama mwenye mtoto. Huwezi kuniambia Mungu ni mama. Hiyo kitu sio kweli. Unapoona Yesu anapomtaja Mungu katika ile ambayo tunaita sala ya Bwana, anasema nanyi mnaposali salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Pale Mungu anatajwa kama Baba, na imeleta mgogoro kwa watu wanaokimbilia jenda, wakisema kama ni hivyo Biblia ina mfumo dume. Hapana, ile ni lugha iliyotumiwa kulingana na majukumu, kwa sababu pale neno baba halina maana ya jinsia, lina maana ya provider, mtoaji. Danieli anapomwelezea Mungu na jinsi alivyomuona, anasema nami nikamwona mzee wa siku. Pale hoja sio kwamba Mungu amezeeka. Hoja pale anaelezea wa milele, kwa sababu wa zama hizo, wakati wa Danieli, kumjua mtu ana hekima ni mtu aliyeishi miaka mingi, ameona mingi, ana mvi. Hiyo ni lugha inayotumika. Bado utanielewa tu. Nataka uelewe Mungu, alafu ndipo uone hiki tunachokisema hapa. Nenda waangalie tena zaidi ya hapo, anapokuja kuongelea habari ya Mungu tena. Nabii mmoja katika Biblia hii, nakupa challenge wasomaji wa Biblia, mtacomment hapo kwenye YouTube kuandika mmegundua ni kitabu gani. Ngoja tuweke challenge. Anasema alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana. Neno Bwana ambalo limetumika pale ni Yahweh. Anavyomtaja alivyo, anasema pindo la vazi lake linajaza hekalu. Unataka kuniambia Mungu anavaa kanzu? Kwa sababu uvaaji wa nguo ni matokeo ya dhambi. Wakati wa Edeni pale ndio nguo zilianza kuvaliwa. Kabla hapo binadamu alikuwa havai nguo. Kwa hiyo ukiniambia Mungu anavaa nguo, basi na yeye ana matatizo kama sisi. Unaanza kunielewa sasa. Lakini kwa nini atumie neno pindo la vazi lake linajaza hekalu? Ni kana kwamba anakuambia, anajaribu kumwelezea Mungu katika lugha ya kibinadamu. Anasema ni mkubwa kiasi kwamba pindo la vazi lake, la kanzu yake, vazi pale ni kanzu, pindo la kanzu yake pale chini linajaza hekalu zima. Anajaribu kuelezea ukubwa, lakini sivyo alivyo. Kwa hiyo mchungaji, unatuambia Mungu hana sura ambayo tunaifikiria sisi. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo tunaweza kujenga picha tu ya mfanano, lakini ukienda kutazama kwa kina kithiolojia, anapoongelea tumefanana na Mungu, anamaanisha ndani ya roho, ni kitu cha kiroho zaidi. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ijapokuwa umbile letu la nje lilitarajiwa kuakisi sura na tabia ya Mungu katika maisha ya kila siku. Tunaanza kuelewana sasa, taratibu. Kuna mtu mwingine pale naona yeye anasema bado mchungaji, sijakupata. Kwa ajili yako nitarudia na kuelezea kwa namna nyingine uweze kunielewa. Musa alimuona, alipomwambia Mungu nataka nikuone, ule usiku au niite mchana, vyote vile, alipomuona, Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, nitakuficha katika mwamba, nitakuficha kwa mkono wangu. Na anasema hapo nitakapopita, utakaposikia utukufu wangu na mengineyo na sauti, anasema ndipo nitakuachia ili uweze kuniona. Biblia inasema Musa akamwona Mungu kisogo. Inategemea tafsiri unayoitumia, lakini ukiangalia katika lugha ya asili limetumika neno utaniona kwa nyuma. Na ukitaka ujue ya kwamba kweli Musa hakuwahi kumwona Mungu katika hilo umbo ambao unafikiria wewe, aliona tu kasehemu kake ambako hatukajui vizuri. Anawaonya Waisraeli wasije wakachonga ndama, wasije wakachonga sanamu ya aina yoyote, na anawaonya, anawaambia msije mkafanya hivyo kwa sababu hamkuona umbo lolote siku ile alipowatokea. Kwa hiyo mchungaji, hapo unamaanisha nini? Nataka kwanza uweze kuelewa ya kwamba
Aliyekuja kumfunua Mungu ili tuweze kumwelewa vizuri ni Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote isipokuwa Mungu Mwana, yaani mwana wa Mungu aliyekuja kwetu. Mtume Paulo alipokuwa kule Athens akiongea na vigogo wa falsafa, akawaambia huyu Mungu mnaongea habari zake hakai katika mahekalu yaliyotengenezwa na mikono ya wanadamu. Anasema wala hawezi kutumikiwa na wanadamu, maana yeye ni mtoaji wa vyote. Unaanza kuona sura inavyoanza kuwa tofauti ya huyu Mungu unayemwongelea. Kwa hata vyote ambavyo tunaviongelea hapa, yeye ameweka utaratibu. Ukisema kuomba, kutoa sadaka, kufanya hivi, sio kwamba Mungu ana shida, ila Mungu anashare tabia yake na sisi, divine nature ya kwake, anashare na sisi ile asili ya kiungu, ili tabia ya kiungu ionekane katika maisha yetu, na mojawapo ni utoaji. Na hii anapoitengeneza na anapotuletea hii, ndani yake tunafaidika sisi wenyewe katika njia aliyoiweka yeye. Sio kwamba Mungu ana shida na hizo sadaka, lakini kila atakayemwabudu Mungu katika roho na kweli, atakayemwabudu Mungu kwa mali zake, kwa roho ya kweli, ataona matokeo katika maisha yake. Yaani ni Mungu ambaye ametushirikisha uungu wake. Hii ni mwombe Roho Mtakatifu akusaidia uweze kuielewa. Mungu atusaidie sana. Sasa twende zaidi hapo. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 fungu la 3 anasema, mnaomba lakini hampokei kwa sababu mnaomba vibaya. Sasa walio wengi wamebonyeza batoni vibaya, wanamlaumu Mungu. Yaani usimlaumu aliyetengeneza simu kama wewe unaitumia simu vibaya. Jifunze kuitumia simu. Kwa Mungu sio baba mmoja aliyekaa kwenye kiti anasubiria kugawa njugu. Alivyotuumba akatoka duniani, hajaumba maroboti, ameumba wenye akili timamu, akatuacha tuonyeshe ile nguvu aliyotupatia, akatupa akili, akatofautisha na wanyama. Japokuwa dhambi imeingia, lakini bado tuna nguvu iliyoko ndani yetu ya kiungu ya kushinda kila ambacho shetani ataweka mbele yetu, kama tu tukijifungamanisha na uungu ambao ndio asili yetu, baba yetu wa mbinguni. Tena Paulo anasema na sisi ni watoto wake, offsprings. Wow, unaanza kujijua kwamba we ni wa level ya juu sana, ya juu. Sasa twende vizuri. Sasa neno la Kigiriki lililotumiwa na Yesu katika Mathayo 7:7, Yesu alitumia kitenzi aiteo. Aiteo ina maana ya kuomba, kuomba mtu apewe, kuwasilisha ombi kwa mwenye mamlaka, kuomba kwa kutambua kuwa umemtegemea yule unayemwomba. Kwa unaona pale anaposema ombeni nanyi mtapewa, ni kitenzi ambacho kwetu kina sentensi moja, lakini kwa Myunani kina maana pana. Kwa hiyo anaposema ombeni nanyi mtapewa, ana maana kwamba wekeni tumaini kwa Mungu awezaye kutoa kila kitu, mwambieni haja zenu kwa kuwa ana uwezo wa kufanya chochote. Wow, hiyo ndio maana yake hiyo. Unajua, katika Kigiriki kuna neno lingine maarufu sana ambalo limetafsiriwa kusali mara nyingi sana. Hili neno kusali ni pseukomai. Ndiyo neno lilotumiwa mara nyingi kuelezea tendo la kusali au kuzungumza na Mungu. Nakumbuka niwaambieni kwamba kuna mahali limetumika watu wengine likilo linamaanisha kama ni maombi, lakini kuna tofauti ya kuzungumza na Mungu na kumwomba Mungu. Neno kusali ni ibada, maombi ni mahitaji. Waliokuwepo kwenye somo lilopita wanaelewa vizuri. Asa leo sitaki kuongelea hicho sana, nataka tu uweze kuona hiyo tofauti. Sasa aiteo humweka muombaji katika nafasi ya mtoto mbele ya baba, kiumbe mbele ya muumba, na mpokeaji mbele ya mtoaji. Unaona ile neno lilotumika pale, ombeni nanyi mtapewa, limetumika neno aiteo, sio pseukomai. Kwa maana kwamba Mungu anakuambia ukikubali ya kwamba mimi nina kila kitu, ukikubali ya kwamba mimi nina uwezo wa kila kitu, utapata hicho unachokiomba. Lakini huishii hapo kuomba tu, tutaona zile sheria ambazo zinafuata baada ya hapo. Kwa hiyo kuomba ni kukiri utegemezi. Ndiyo,
Yani hapa tunavyoongea mimi na wewe, narudia tena ili usije ukaninukuu vibaya na kunina tofauti mimi na wewe. Vyovyote vile ambavyo tumeomba pamoja kupitia YouTube, kupitia television, kupitia kuonana uso kwa uso, kwa njia yoyote ile, maana kuna watu wameshuhudia vitu ambavyo hata sijawahi kuwaona, lakini kupitia tu television wamepokea uponyaji. Mimi ninayefanya yote hayo ninatumiwa na Mungu, sio nguvu yangu. Tunaanza kuelewana sasa. Kwa hiyo uone tunafanana ni wapi. Wewe unaomba na mimi ninaomba, kwa ina maana kwamba mimi ninamtegemea. Mimi sio chanzo. Mimi nimepewa tu hiyo nguvu na huyo Mungu akaniambia tenda haya. Kwa ina maana kwamba siku huyo Mungu akiondoka au akaamua mimi nikaamua, nitumie neno mimi, nikaamua kujidisconnect na yeye, sina nguvu. Kwa nini pastor unasema ukaamua kujidisconnect? Kwa sababu yeye mwenyewe hana mpango wa kujiondoa kwangu. Nina uhakika wa 100%. Mungu hana mpango wa kujiondoa kwangu. Labda mimi ndio niamue mimi mwenyewe. Na kwako hivyo hivyo. Anakupenda kiasi kwamba hana mpango wa kujiondoa. Twende vizuri sasa. Kuomba ni ishara ya kukiri utegemezi. Kwanza unakiri kuwa mtu anakiri kuwa ana mahitaji au ana uhitaji. Pili, anakiri kuwa hawezi kujitatulia kila jambo. Tatu, anakiri kuwa Mungu ana uwezo wa kufanya jambo ambalo yeye hawezi kulifanya. 4, anakiri kuwa ni Mungu au kuwa Mungu ni mwema na yuko tayari kusikia ombi lake. Kwa hiyo kila ombi la kweli ni ibada. Umeona kwa nini waandishi baadhi wanachanganya kati ya kusali na kuomba? Ni kwa sababu kila ombi la kweli ni ibada, lakini sio kila ibada ni ombi. Wow. Mungu atusaidie sana. Swali ambalo huwa nakutana nalo sana mara nyingi ni kwamba ikiwa Mungu anajua kila kitu, kwa nini tuombe? Sasa nimefundisha kwamba Mungu sio wa demokrasi wala Republican wala hizo feudalism tulizozoea huko zamani, wala Mungu ni anatumia mfumo wa monarch, ni mfumo wa kifalme. Katika mfumo wa kifalme kuna utaratibu wake. Baba anajua kila kitu, lakini kwa nini tena tunaomba? Sasa katika utaratibu wa kimungu ni kwamba ameweka hizo kanuni kama njia ya sisi kuwasiliana naye. Lakini sikia hili tena ambalo litakusaidia. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 fungu la 8 ndipo anatuthibitishia hili. Anasema baba yenu anajua mnachohitaji kabla hamjamuomba. Hey, stop kidogo hapo. Unisikilize. Nimekushtua ili unisikilize vizuri. Wewe unaandika. Rudia hilo fungu tena kwenye screen hapo. Baba yenu anajua mnachohitaji kabla hamjamuomba. Unajua hili fungu watu wanalisoma kwa jicho la miwani ya mbao, sio miwani halisi. Hasemi baba yenu anajua mnachomuomba kabla hamjamuomba. Kuna mtu anaanza kushtuka kwamba pastor, kumbe hilo fungu liko hivyo. Ndio, hata mimi nilipolisoma kwa jicho la rohoni ndipo nilipogundua hiki. Anasema hivi, baba yenu anajua mnachohitaji kabla hamjamuomba. Kuna saa unaomba kitu ambacho sio hitaji, ila baba anajua hitaji lako kabla hujaomba. Kwa kuna wakati unaweza ukasema amechelewa kukujibu, kumbe anakutengeneza ili ujue hitaji. Unaanza kunielewa sasa vizuri sana. Kuna siku moja niliona video ya kiongozi wa serikali mstaafu kati ya viongozi wa zamani, mzee Kimiti na mke wake Po, wakiangalia moja ya somo langu moja nikielezea kwamba kuna saa unaweza wakasema Mungu hajakujibu, kumbe tatizo ni kwamba akili hapa. Namsikia mama Kimiti akasema tatizo ni akili. Najua wewe unanitazama sasa hivi. Tatizo ni akili. Yaani sijasema tatizo ni ubongo. Kila mtu ana ubongo, lakini wenye akili ni wachache. Na akili unaweza ukadhamiria kuongeza akili yako, lakini ubongo huwezi kuongeza. Mimi nina uchungu na vijana, mkiniona hivi mniache hivi hivi. Huwa nikipata chance nikihubiri mahali, nikiona vijana huwa nawageukia sana. Kwa sababu naangalia hii generation nasema,
wakati wa akili zao ziko smart, waanze kuishi maisha ya afya sasa. Usisubiri uzee, waanze kujielimisha afya ni nini sasa, waanze kujielimisha psychology ni nini sasa, waanze kujielimisha neno la Mungu ambayo ndio top katika yote niliyoyasema. Waanze kujua ya kwamba uzeeni unavuna ulichokipanda ujanani, wasije wakacheza na maisha ya ujanani. Waongeze akili, maana ubongo wanao. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa. Kumbuka swali letu la msingi ni kwamba ikiwa Mungu anajua kila kitu, kwa nini tunaomba? Usije ukasahau hilo. Naangalia sana katika mifumo yetu ya dunia, mifumo ya kisiasa, nchi zetu za Afrika, kuna saa roho yangu inauma kwa sababu tunapambana na matunda badala ya kuamua kudili na mizizi. Najua ninasikilizwa na viongozi mbalimbali wa serikali ambao mko katika ngazi ya maamuzi. Kinachotupoza tunapambana na sasa hivi, tunaona nini ndio tunapambana nacho sasa hivi. Kwa hiyo tunadili na kuzima moto. Sina maana kwamba tusizime moto ulioko hapo wa matatizo, hapana, lakini lazima tuwe na viongozi wanao think deep. Wakasema ikiwa Uchina ilikuwa kama sisi, ikiwa Korea ilikuwa kama sisi, wakafikia hapa, waliinvesti wapi? Wenzetu waliwekeza katika kuwaelimisha vijana na watoto wadogo kujua nini cha kufanya. Wenzetu waliangalia miaka 100. Sisi walio wengi ukiangalia, tunaangalia kwamba nitapata nini leo, nitakula nini leo na watoto wangu, mwisho wa kunukuu. Hatuangalii ukubwa wa taifa au bara, hata Afrika kwa ujumla. Mgogoro unaoona tunaendelea na wapo Afrika ni mara nyingi sana ni kushindwa kujitambua. Eti ukitoka Kenya unaenda Tanzania unagongewa visa kwa watu ambao mnaongea lugha moja. Ukitoka hapo ukienda Kongo unagongewa visa, watu ambao mnaongea lugha moja. Mimi nikienda Goma, mimi nikienda Kisangani, nikienda Lubumbashi nahubiri Kiswahili. Nikienda Kinshasa nikakosa kama sijui Kiingereza kabisa, nitapata mtu mmoja anayejua Kiswahili ambaye atakitoa Kiswahili kwenda Kilingala. Hapo sijakwambia mambo ya Rwanda ambao ni ndugu zetu kabisa, sijakwambia habari za Uganda. Unaanza kunielewa sasa? Kwa hiyo kuna wakati mwingine kama haya tu tunashindwa kuyaelewa. Turudi tumwelewe huyu Mungu kwanza. Utajua kwamba kuna vitu havitatokea kwa muujiza mpaka tuamue kuvifanyia kazi. Baba anajua kila kitu. Kwa nini tuombe? Anataka tutumie akili. Mungu hajaumba maroboti. Mungu hajaumba mazezeta. Hebu sikia hii sentence, angalia kwenye slide yako hapo tuweze kuelewana. Angalia. Jibu ni kwamba maombi hayapo kwa sababu Mungu hana habari. Maombi yapo kwa sababu Mungu anataka uhusiano. Mungu hakutaka watoto wake wawe watu wanaopokea tu. Anataka wawe watoto wanaozungumza naye. Mtoto anayekuwa vizuri si yule anayepokea chakula peke yake, ni yule anayekaa na baba yake, anazungumza naye, anajifunza kutoka kwake na kujenga uhusiano na yeye. Mgogoro mkubwa ni swala la uhusiano, sio swala kwamba hana habari. Kuna kitu nahitaji ni kuongezee tena kingine kidogo, relax hapo uweze ukipata. Nasikia hata na mimi nilikuwa naamini hivyo. Tumeumbwa ili tukuabudu. Mpaka nyimbo zimeimbwa, yani wameimba nyimbo nyingi sana. Umeniumba ni kuabudu, umeniumba ni kuabudu. Nadhani ni dada yangu Chibalonza kama sijakosea, ambaye alitoa huu wimbo, umeniumba ni kuabudu. Na hii ndio dhana ambayo tumekuwa nayo siku zote, umeniumba ni kuabudu. Ukidhana, ukifikiria critical, utamwona Mungu binafsi. Yani Mungu ambaye anaumba kiumbe ili tukimwabudu. Mtakatifu Baba, ni mwenye nguvu na mamlaka. Wengi wanaamini kwamba tumeumbwa ili tumwabudu Mungu. Ndivyo ambavyo wanachukulia hivi. Najua kuna mtu ananitazama, mchungaji, sasa mbona kama unaenda kinyume na utaratibu? Ndivyo ulivyolishwa, toka nje ya box uweze kuelewa. Sasa nisikilize hapa nikuambie kitu ambacho hata na mimi nikigundua nikawa shocked. Nilivyogundua upendo wa Mungu kwangu, ndipo nilipoanza kuangalia theolojia yangu na imani yangu kwa Mungu ikoje. Nilianza kuedit na kuondoa baadhi ya vitu kwa sababu niligundua upendo wa Mungu ulinibadilisha mtazamo.
Kwa hiyo namaanisha nini pasta? Mungu kama shida yake ni ibada, ana viumbe wanaomwabudu kwa ubora na utakatifu kuliko sisi. Wako wengi sana. Kitabu cha Ufunuo kinawataja kwa kidogo sana, lakini ukiona ibada ambayo Mungu anaabudiwa, sisi ni kama vile tunapiga makelele. Katika watu waliofanikiwa kuona ibada ya mbinguni angalau kwa kidogo sana, mmoja wapo ni Ellen White. Aliposikiliza nyimbo za mbinguni akiwa katika maono, na wakati anarudi duniani kusikiliza nyimbo za kwetu, anasema alisikia nyimbo za duniani kana kwamba ni kelele. Hebu fikiria hicho kitu. Najua kuna mtu ananitazama hapa anaweza kusema, mchungaji, mimi simwamini nabii. Sina shida, lakini nina ushahidi wa wakati akiwa kwenye maono. Kuna ushahidi wa watu waliokuwa naye, walimuona alikuwa kwenye hali gani. Alikuwa hawezi kuhema na alikuwa hawezi kumove. Amepiga magoti, ametazama juu, lakini hapumui. Na kuna watu ambao tunaita skeptical. Skeptical ni watu ambao waliposikia zile story wakasema hizi ni za kutungwa, wakaamua kuja. Moja wapo ni daktari, akaja akasema, na mimi nataka nione ni kitu gani hiki. Alipokuja katika watu wa nje kuexamine akiwa kwenye maono, alipoingia tu kwenye maono akasema, hey, njoo uone dokta. Dokta akaja anakiri, yeye sio mtu wa dini, lakini anakiri, anasema kwamba nimeona jambo ambalo siwezi kulielezea ni kitu gani. Ni kitu gani hicho ulichokiona? Anasema hata mimi siwezi kuelezea, lakini ni mtu ambaye hahemi kabisa, lakini pale alipopiga magoti haanguki na bado anarudi. Huyu ndiye aliyefanikiwa kusikiliza hivyo vitu kidogo. Najua kuna wengine wanakosoa baadhi ya maandishi yake, it's okay. Hata Bible inakosolewa. Kuna mambo hata mimi nikisoma kwenye Biblia nasema pa mwandishi kuna kitu alichemka. Pastor, Biblia inakosolewa. Ndio. Yeremia anamwambia Mungu, umenihadaa. Unaniambia kama Mungu anahadaa watu? Ilikuwa ni wazo la mwandishi. Kwa hiyo kuna baadhi usije ukachanganya ukaona madhaifu ya mtu ukaanza kuhitimisha kwamba sio mtu wa Mungu. Sasa kwa nini nimesema yote haya? Aliona ile ibada ya nyimbo tu akachanganyikiwa, sema huku dunia ni kama kelele. Sasa pastor, hapo unamaanisha nini? Mungu hataki ibada yako, ila anastahili kuabudiwa. Kwa nini sasa tumeumbwa sisi? Mungu alituumba sisi tofauti na viumbe wengine wote. Alichokuwa anakihitaji ni mahusiano, uhusiano kati ya yeye na sisi watoto wake. Ndio sababu hata wewe ukipelekwa sehemu ambayo haina watu, uko peke yako, utajisikia mapungufu, kwa sababu una ile nature, divine nature, asili ya kimungu iko ndani yako ambayo inataka mahusiano. Mungu hakuweza kuhusiana na malaika kama anaweza kuhusiana na sisi. Malaika wanaitwa watoto wa Mungu, ndio kwenye kitabu cha Ayubu wametajwa watoto wa Mungu, lakini inapokuja kwenye hoja ya binadamu anaitwa mtoto wa Mungu kwa level tofauti na malaika. Ndio sababu malaika walipoasi hakutumwa kuwaokoa mtu yeyote. Na nikiongea mtu namaanisha Mungu, ni kwa sababu sina lugha. Hakutumwa wa kuwaokoa, labda niseme hivi, lakini sisi alitumwa. Kwa nini? Ni watoto wake. Paulo anasema sisi ni watoto wake. Neno alilolitumia kule kwenye kitabu cha Matendo kwamba sisi ni watoto wake, ametumia neno offsprings, hakutumia neno children. Tunaanza kuelewana sasa. Kwa hiyo unapofanya ibada, unafanya kile ambacho Mungu anataka, kwa sababu ibada ndiyo sehemu ya mahusiano yetu. Sio kwamba Mungu ametuumba ili tuweze kumwabudu. Mungu ametuumba ili tuweze kuhusiana naye. Tunamwabudu kwa vile anastahili, ni haki yake ya msingi. Kuna vitu vingine hata zingine nikivisema hapa unaponisikiliza unasema mchungaji, hivi hicho hii nilimuomba mtu kabla sijaje kufundisha hili somo, amempokea Yesu sasa hivi, kwa hiyo ameacha hizo tabia, yuko vizuri kabisa, lakini alikuwa ni jambazi ambaye alikuwa ameshindikana. Ni Mwafrika kutoka Afrika Mashariki, anaishi nchi za ughaibuni. Alikuwa anafanya matendo ya ajabu. Ananiambia, mchungaji, nimekuwa nakufuatilia, anakwenda kufanya uharamia na ubabe wote anayokufanya. Anasema lakini cha ajabu, ikifika jioni wakati nimepumzika nasikiliza vipindi vyako. Alinionyesha maalama aliyokuwa nayo. Siku moja atakapokubali kushare mwenyewe kwenye peji yake, atashare story. Maana ameniambia kuna siku anataka ashare story. Nadhani anataka akamilishe na masuala yake ya kiusalama katika nchi kule alipo. Lakini kwa nini nimesema yote haya? Ananiambia, pastor,
katika vitu ambavyo nilivibeba ulivyovifundisha ni kwamba niwe na dhambi, nisiwe na dhambi, uhusiano wangu na Mungu kwa swala la ibada ni haki yake kuabudiwa, niende mbinguni nisiende ni haki yake. Anasema pasta, ilifikia hatua huko nyuma niliacha kusali, niliacha kabisa, maana nilijiona mimi ni mtu mbaya anayefanya vitu vibaya. Anasema nilipoanza kusikiliza, alitumiwa ile linki na mtoto wake kwa mara ya kwanza. Anasema nilipoanza kusikiliza, anasema pamoja na ubaya wangu wote nilikuwa ninamwambia Mungu, ninafanya mabaya, lakini unastahili kuabudiwa. Mungu, mimi niko wrong, nimekosea, lakini haki yako, we ni baba. Wow. Anaambia mchungaji, katika maisha yangu yote hayo nilijikuta naanza kubadilika kidogo kidogo hadi kutoka kwenye magenge ya uhalifu. Mpaka sasa hivi naambia ninamwabudu Mungu, sio kwa sababu nataka kwenda mbinguni. Hapana, namwabudu Mungu maana anastahili, namwabudu Mungu maana amenitoa pabaya. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka iwe. Mungu anataka uombe kwa sababu anapenda ushirika na wewe. Wow. Napenda sana ule wimbo mtu mmoja ameimba, anasema ninataka ushirika na wewe Roho, ninataka ushirika na wewe. Hicho ndicho ambacho kinahitajika. Najua hata hivi ninavyoongea kuna mtu hapo katika chumba ulipo umeanza kusikia hali imebadilika. Upo katika mudi ya ibada, upo katika hali ya uhusiano na Mungu. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Najua kuna mtu sasa hivi kinaendelea hiyo hali unaisikia, na sio mmoja, sio wawili. Mungu anapenda ushirika. Kitabu cha Yeremia 33 fungu la 3 anasema niiteni nami nitaitika. Kitabu cha Yakobo sura 4:2 anasema hamna kitu kwa sababu hamuombi. Unaona jinsi inavyoenda. Lakini neno maana aombaye hupokea, au aombaye hupokea. Lakini je, hupokea nini? Yesu aliposema aombaye hupokea, hakusema aombaye hupokea kila kitu anachotaka. Mtoto mdogo anaweza kumwomba baba yake kisu kikali acheze, lakini baba hawezi kumpa. Nakumbuka wakati naelezea ile andiko la kwanza, baba hawezi kumpa. Vivyo hivyo Mungu hujibu maombi kwa upendo, si kwa tamaa zetu. Tukiomba kitu chochote sawa sana mapenzi yake atusikia. Yohana wa kwanza 5:14. Hii inaonyesha kuwa maombi yenye nguvu si yale yanayolazimisha mapenzi yetu, bali yale yanayolingana na mapenzi ya Mungu. Oh, unaisikia hiyo vizuri sana. Sasa hebu tuangalie kidogo, tuende kwa kina sasa, kwa sababu nisema leo tunaenda kwa kina. Kuna mambo hatuombi kwa sababu tayari tumepewa, na kuna mambo ambayo lazima tuyaombe. Kwa hiyo uweze kuelewa tofauti yake. Mfano ufuatayo. Kitabu cha Efeso sura ya 1 fungu la 3 anasema ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika Kristo. Alafu linganisha na Yakobo 4:2 anaposema hamna kitu kwa sababu hamuombi. Kwa mtazamo wa kwanza, mistari hii miwili inaonekana kama inapingana. Upande mmoja Paulo anasema tayari tumebarikiwa kwa baraka za rohoni. Upande mwingine Yakobo anasema hamna kwa sababu hamuombi. Unaona kama vile vinagongana hivi. Lakini hivi vitu havigongani. Sasa sikiliza, wengine huomba kila kitu kana kwamba hawajapewa chochote. Wengine hudai kila kitu kana kwamba hakuna haja ya kuomba tena. Unaona makundi mawili hapa yanagongana. Ukweli wa Biblia ambao unatakiwa uweze kuujua leo uko katikati ya misimamo hii miwili. Ili kuelewa fundisho la Yesu la ombeni, lazima kwanza tujifunze kutofautisha kati ya urithi na upokeaji, kati ya kile Mungu ambacho amekwisha kukitoa na kile alichoamua kukitoa baada ya kuombwa. Hebu tuanze kuangalia urithi wa mtoto wa Mungu ni upi, ambao ndio nilianza nayo mwanzoni, nikakueleza kwamba sisi ni watoto wa Mungu, offsprings. Mtu anampokea Yesu kwa njia ya imani, jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana. Na kama hujampokea Yesu Kristo, ninakushauri leo ufanye hivyo. Unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kile ambacho tulikipoteza kwa Adamu tunakipata kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo tunarudishiwa identity. Kitambulisho kilichukuliwa na sasa tunapewa.
Kwa sisi tunakuwa ni watoto wa Mungu, sio wageni. Soma kitabu cha Yohana 1 fungu la 12, anasema lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo ukishampokea Yesu Kristo unapewa upendeleo tayari, unapewa haki ya kuwa mtoto wa Mungu. Sasa mtoto anapozaliwa katika familia hapati urithi kwa sababu ameomba, anapata kwa sababu ya uhusiano wake na baba yake, DNA. Aidha ameasiliwa kuwa mtoto wa hiyo familia au amezaliwa na huyo baba, anakuwa na haki ya urithi. Kwa hiyo sisi tukimpokea Yesu Kristo, Paulo anasema tumepewa baraka za rohoni tayari. Kuna baraka tunazo, lakini kuna watu hawajui kwamba tunazo. Nazo nitakuonyesha baraka hizi na utaona jinsi tunavyokosea pia katika maisha yetu ya Ukristo katika ujumla wake. Mambo ambayo tayari tumepewa katika Kristo ni yapi? Biblia inatufundisha kwamba kuna mambo ambayo muumini hahitaji kuyaomba kwa sababu tayari ni ya kwake. Zaidi sana unaweza kuappreciate, unaweza kuyatambua. Nao ni haya yafuatayo. Namba 1, upendo wa Mungu. Kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 16 mnafahamu vizuri, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo Mungu anatupenda tayari. Nisite ni kosa au niseme kwamba ni upungufu wa elimu ya kiroho kumwambia Mungu nipende. Na nimesikia hizo nyimbo pia, unipende kuliko jana, unipende kuliko jana. Hapana, huwezi kumwomba Mungu akupende, maana tayari alikupenda. Hicho umeshapewa tayari, ni cha kwako. Zaidi sana unatakiwa kuappreciate, kushukuru. Namba 2 ni uwana, yani namaanisha sonship, kuwa mtoto. Tumeshaeleza tayari kwamba tayari Mungu ameshatuchukua sisi watoto wake. Kwa hiyo huwezi kumwambia Mungu nifanye mtoto wako, tayari ameshakufanya kuwa mtoto wake. Kitu kingine ambacho huwezi kukiombea katika maisha yako, ambacho tunafanya pia shida, tunafanya makosa katika kumuomba, ni kumuomba Mungu uwepo wake. Ndio tunafanya makosa wakati mwingine. Sijasema ni dhambi, ila ni makosa. Ndio sababu katika kufundisha kwangu nilipoelezea kwamba cha muhimu ni uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu, ninamalizia kusema muombe Mungu akufungue macho uweze kuona. Kwa nini? Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 fungu la 20 nasema, mimi nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia, au hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Mungu yuko nasi. Nakumbuka nishaanza kuelezea kwamba Mungu anaishi ndani yako. Ukijua anaishi ndani yako, utabadilisha kila kitu katika maisha. Kwa hiyo ni kweli, hata kama usema Mungu ninaomba uwe nami, yupo, hawi mbali. Kwenye kitabu cha Matendo anasema tunamtafuta kwa kupapasa papasa, japo hawi mbali. Umeona hiyo kitu? Mathayo na Paulo kule wanakubaliana pamoja kwamba tuko naye. Kingine ambacho huwezi kuomba ni kukubalika katika Kristo. Waamini wengi wanaishi wakijaribu kupata kibali cha Mungu, lakini Paulo anasema tumekubaliwa katika mpendwa. Hatufanyi kazi ili Mungu atukubali, tunafanya kazi kwa sababu tayari ametukubali katika Kristo. Nimesema cha msingi, omba macho yafunguliwe. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1 fungu la 17 na la 18 anasema Mungu awape roho ya hekima na ya ufunuo ili wamjue yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Unaona jinsi inavyoenda hapa? Kwa hiyo kumbe mgogoro ni macho ndio hayaoni. Kwa hiyo Mungu yupo, uwepo wake upo, ila ni kwamba macho yako hayajafunguliwa ukaona uwepo wake. Na ukiona kuna udhihirisho, manifestations ya uwepo wa Mungu katika maisha yako, haina maana ya kwamba ndipo amekuja, ila we ndipo umeanza kumwona. Tunaanza kuelewana sasa. Sasa kuna mambo gani ambayo lazima tuweze kuyaomba, ambayo amesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Na ukiangalia katika kitabu cha Yakobo anasema mnaomba lakini hampati kwa kuwa mnaomba vibaya na vitu kama hivyo. Tutatazama baadaye, lakini Mungu anatuambia tuweze kumwomba kile ambacho sisi hatuwezi kukifanya. Kwa hiyo kile ambacho kiko nje ya uwezo wetu, omba, atafanya. Mungu hufanya sehemu ambayo mwanadamu hawezi kufanya, lakini humwita mwanadamu afanye sehemu anayoweza kufanya yeye. Hebu ngoja, angalia kitabu cha Christ Object Lessons ukurasa 145, ninanukuu: It is a part of God's plan to grant us, in answer to the prayer of faith,
that which he would not bestow, did we not thus ask? Ni sehemu ya mpango wa Mungu kutupatia kwa kujibu maombi ya imani kile ambacho hangetupa kama tusingemuomba kwa namna hiyo, au kama tusingeliomba. Unakumbuka stori ya Lazaro wakati anafufuliwa? Alifanyaje Yesu? Liondoeni jiwe. Hatarajii Mungu aondoe jiwe wakati kuna mijanaume yenye nguvu iko pale, imekula ugali, imeshiba. Akaambia ondoeni jiwe. Yaani fanya kile ambacho unaweza kufanya, na mimi nitafanya kile ambacho wewe huwezi kufanya. Oh, Musa, una nini mkononi? Nina fimbo. Piga. Kazi ya kushika fimbo na kupiga kwenye bahari ni ya kwako. Kazi ya kugawa bahari ni ya chini. Elisha, una nini mkononi? Vazi. Piga kwenye mto. Akapiga. Alipopiga tu mto ukagawanyika, akavuka. Usitarajie Mungu afanye yote haya. Kuna watu wengi mnaonitazama, kuna vitu vingi ambavyo Mungu yuko tayari kuwatendea, lakini mmeshindwa kuingiza imani katika vitendo. Hili kundi ukinisikiliza utanielewa na utaomba msamaha leo. Kazi yako imekuwa ni story, unaongea tu kuanzisha biashara, ndio story unayoongelea, lakini hujachukua hatua ya kuanzisha biashara, maana umejawa na hofu na vitisho. Nikienda pale itakuwaje? Eneo lile lina wachawi sana. Nikienda Kariakoo itakuwaje? Naongea Kariakoo ya Dar es Salaam kule nyumbani, kwa sababu ninajua ninachokisema. Watoto wa Mungu, wacha Mungu, nendeni mkawekeze Kariakoo ili tuweze kuongeza udhihirisho wa kimungu katika masoko makubwa. Nendeni mkawekeze katika dhahabu, kwenye machimbo ya dhahabu, kwenye madini ya aina yote. Msiogope kwenda. Achaneni na dhana ya watu wanaokuambia huko kwenye madini kuna ushirikina, kwenye madini kuna ushirikina. Msiende, watu wa Mungu, ni uongo mkubwa. Msijengewe hofu. Aliyeko ndani yenu ni mkuu kuliko aliyeko kule. Dunia na kote vijezao ni mali ya Bwana. Fanya sehemu yako. Sehemu yako ni kwenda na kuuliza chimbo. Sehemu yako ni kwenda na kutafuta mashine za kupima, mjue dhahabu iko wapi, Tanzanite iko wapi. Angalia hizo machimbo yote, watu wangu kule Kongo. Hiyo ndio kazi yako, mengine mwachie Mungu. Sehemu ya Mungu acha Mungu afanye. Waliokuwepo kwenye somo lililopita, wakati naendelea na kipindi, mlishuhudia mtu mmoja aliye comment kuhusu machimbo ya dhahabu, jinsi anavyomshuhudia Mungu kule. Tena niwaambieni watoto wa Mungu, wakati mwingine acheni, kuna kalugha mnakatumia na mnafikiri ni Ukristo. Wale wachimbaji wa dhahabu, naongea na nyie leo, wachimbaji wa Tanzanite, mtu anakuambia hapa uwezi mpaka uweze ukutane na mtaalamu, mchawi, mganga. Unasema mimi sina mchawi, sina mganga, namtegemea Mungu. Unadhani hiyo lugha ni ya kitakatifu, lakini umetumia lugha ya kimungu kwa mtu wa kimwili. Pastor, kwa hiyo nisemeje? Nilipokuwa kwa Wagiriki nalijifanya Mgiriki ili niwapate. Paulo, nilipokuwa kwa watu wasio na sheria nalijifanya kuwa sina sheria ili niwapate wasio na sheria. Nilipokuwa kwa watu walio chini ya sheria nalijifanya kuwa nami niko chini ya sheria ili niwapate. Kwa hiyo unatakiwa ujibuje? Nakupa mfano wa huyu ndugu yangu ambaye yeye matope yake yamepata juzi kule Kisumu, ndio Kisumu. Watu wanafahamu, wale ambao wanafahamu ile eneo ambalo wanachimba dhahabu kule. Wamefika eneo, mtu mmoja akamwambia hapa huwezi kutoa mpaka wazee wafanye kitu tukusaidie uweze kupata mganga. Akaambia mimi nishapata mganga. Ninaye. Sasa unaye? Sema ndio. Na Kenya wanaheshimu waganga wa Tanzania sana. Akaambia nishapata mganga. Nilienda Tanzania juzi nikapata mganga. Basi bwana. Wakaanza kutoa mali. Wameendelea, wale wafanyakazi ndio wanaenda kuambia watu wa machimbo mengine. Wanaambia bwana, jamaa na mganga wake, mambo yanaenda. Habari zile zikasambaa. Wakaja akamwambia bwana, mganga wako. Ile jamaa akamwambia twendeni nitaonyesha. Sheria ni kwamba kwa ile mganga wangu twende usiku. Wakakubali, wakafunga safari mpaka mahali ambapo sitapataja. Usiku ule walipofika pale, mtumishi wa Mungu akaandaliwa na taa ikiwa imewashwa. Ndipo jamaa akajitokeza.
akaanza kuonyesha jinsi walivyoanza maombi na maelekezo mpaka akafika pale, akaambia huyu ndiye mganga wangu. Hivi ninavyoongea na wewe, tuna wachimbaji wawili ambao wako tayari kubatizwa kwenye mfululizo wetu wa mahubiri ambayo yanakuja hivi karibuni. Kwa hiyo pasta, jiongeze sasa. Sikiliza tu, nataka upate picha muhimu sasa. Kumbuka ile anasema ni sehemu ya mpango wa Mungu kutupatia kwa kujibu maombi ya imani kile ambacho hangetupa kama tusingemwomba. Tatizo sio kuomba sana, tatizo ni kujua cha kuomba. Twende hapo vizuri. Wengi wanaamini kukesha mpaka usiku kucha ndipo anapata vitu. No, ishu sio uliomba mara ngapi, ishu ni kwamba uliombaje. Watu wengi wanaenda kwa urahisi, kwa sababu sio kwa sababu mambo ni rahisi, ila ni kwa sababu wamejua sehemu ya kubonyeza. Yakobo 4:3 anasema mnaomba wala hampati kwa sababu mnaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Unaona tayari kuna habari ya kuomba vibaya kumetajwa hapo. Angalia kitabu cha Yakobo 1:5 nasema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Unamaanisha nini? Kabla ya kuomba chochote, mwombe Mungu hekima ya jambo hilo. Waumini wengi wanadhani siri ya maombi ni kuomba kwa muda mrefu. Wengine wanaamini ni kuomba kwa sauti kubwa. Wapo wanaodhani ni kufunga siku nyingi au kurudia ombi lile lile mara nyingi. Mambo haya yana nafasi yake katika maisha ya kiroho haya niliyoyataja, lakini Biblia inaonyesha kwamba nguvu ya maombi haianzi kwenye urefu wake, inaanza kwenye usahihi wake. Aombaye hupokea. Kuna mambo ambayo natamani iweze kukuuliza leo. Swali la kwanza, umeomba kwa muda gani? Hoja sio nimeomba kwa muda gani. Hoja ninaomba nini, ninaombaje? Yesu hakuwahi kufundisha maombi yasiyo na mwelekeo. Kwenye kitabu cha Mathayo sura 6:7 anasema msiwe kama wapagani wanaodhani kwamba watasikiwa kwa sababu ya maneno mengi. Hicho sio maneno mengi. Hii haimaanishi kwamba maombi marefu ni mabaya, usije ukaninukuu vibaya. Maombi marefu ni mabaya kwenye halaiki, lakini ukiwa mwenyewe uko chumbani, omba kwa urefu unaotaka. Mungu haangalii kwanza urefu wa maombi, bali mwelekeo wa moyo. Tunaanza kuelewana. Kuna watu mpaka sasa hivi hapa ulipo utabadilisha namna unavyoomba na utaanza kumwambia Mungu, nisaidie, nisaidie, nisaidie. Kitabu cha Gospel Workers ukurasa 175 anasema maombi yanayotolewa hadharani yanapaswa kuwa mafupi na yenye kuelekea moja kwa moja kwenye kusudi lake. Mungu hataki kipindi cha ibada kifanywe kuwa cha kuchosha kwa maombi marefu. Nimesema hadharani pale. Gospel Workers ukurasa 175 paragrafu ya 3 anasema zipo nyakati ambapo dua huchochewa kwa namna ya pekee na Roho wa Mungu. Nafsi yenye shauku hujaa uchungu mwingi na kumlilia Mungu. Roho hupambana kama alivyopambana Yakobo, wala haitapata utulivu mpaka ipokee udhihirisho wa pekee wa uweza wa Mungu. Katika nyakati kama hizo inafaa ombi liwe refu zaidi. Umeona jinsi ilivyo tofauti? Public kwa watu, hit the point, ongea kile ambacho kinatakiwa, ongea vitu vya msingi, maliza. Ukiwa peke yako, kuna saa kuomba kwako hakusukumwi na ile hali ya kawaida, kwa sababu ni mahitaji yako wewe mwenyewe. Roho wa Mungu anachochea yeye mwenyewe. Ndio sababu hapo unakuta maombi ya binafsi yanaambiwa haya, unaweza ukaenda kwa muda na urefu unaotaka, mpaka kuna saa unaomba unajisikia sasa kile ninachokiombea yani kama vile umeshakipata tayari, unainuka kwenye magoti. Lakini hadharani mzigo wako sio mzigo wa wote. Sasa tutoke huko. Kabla tujafunga, nataka nikuelezee mambo machache uweze kuyaelewa. Anaposema ombeni nanyi mtapewa, anamaanisha mtegemee Mungu na ujue Mungu ana kila kitu ambacho anaweza kukupa, lakini hajasema aombaye hupokea kila alichokiomba, ila Mungu anajua mahitaji. Kwa Mungu atakupa kilicho sahihi, si kile ulichokiomba, kwa sababu ana hekima zaidi ya hapo.
Haleluya! Kuna wakati mwingine kuendelea kuwa kitandani na kuumwa ni baraka ya kwako, ili uepushiwe jambo ambalo ungekuwa kazini kwako au uko barabarani ingekupata. Mungu anakuja kukuponya kwa wakati. Hiyo haina maana usiombe uponyaji. Usiombe matunda, omba mbegu. Mjue kwanza Mungu, omba hekima. Kuna mtu mwingine tatizo sio kazi, kuna kitu kwenye maisha yako inabidi kiondoke kwanza, kwa sababu hicho kitu kisipoondoka, hata kama ukienda kupewa kazi, utajikuta umeharibu ile kazi kwa sababu ya hicho kitu kilichopo. Kuna mtu mwingine shetani amekufunika kwa roho ya kukataliwa. Naposema roho ya kukataliwa, sina maana ya kwamba hivyo unavyodhani wewe. Namaanisha hivi, kuna vitu vitabia ambavyo shetani amekupandikiza na huvioni kabisa, vinafanya watu wakukatae. Watu wakikuona hivyo nasema huyu hapana. Kwa hata kama umepewa kitu gani, kitaharibika kwa sababu hujatengenezewa. Omba Mungu akutakase kwanza, hiyo roho iondoke. Unaanza kunielewa sasa? Anaposema hupokea, kuna wakati Mungu anakucheleweshea kile ambacho unakihitaji, kwa sababu anakugundua kwamba umeomba matunda ambayo hujui kuyala. Kwa inabidi akupitishe kwenye hatua ya kwanza uweze kujua kuyatumia yale matunda, ili usije ukayaharibu. Mungu atusaidie sana. Usimuombe Mungu pesa, muombe hekima ya kutafuta. Usimuombe Mungu vitu, muombe baraka itakayoleta vitu. Lakini usikae kizembe. Nenda ukachukue hatua, nenda ukabishe. Na katika kubisha huku tunabisha maeneo. Mungu atusaidie, kabla sijafunga uweze kuelewa hivi. Kila territory, kila eneo utakaloenda, iwe ni ofisi, iwe ni biashara, iwe ni uwekezaji, ujue kuna utawala usioonekana kwa macho ya kibinadamu. Na utakapofika hapo, lazima wakutesti, wajue umekuja kwa nguvu gani, wewe ni nani. Kumbuka wana wa Skewa, mtoto wa Mungu anayejua hiki ninachokisema, atakapoingia kwenye ofisi mpya, atakapoingia kwenye kazi mpya, atabisha, sio kwa miungu bali kwa Mungu, naye Mungu atamfungulia mlango. Maana mlango kiroho ni nafasi, ni opportunities, ni fursa. Ndio maana Mtume Paulo anasema nimefunguliwa mlango mkubwa mbele yangu, wako wengi wanipingao. Katika kila mlango Mungu anaokufungulia kuna upinzani, na upinzani usione vibaya. Lengo lake ni kukutunisha misuli ya kiroho, ni kukupa uwezo mkubwa na kufunua vitu usivyovijua. Leo katika maombi ambayo tutayafanya leo tunapokwenda kuomba sasa hivi, cha kwanza, Mungu tufundishe kuomba. Mwambie Mungu akufundishe kuomba. Namba 2, omba hekima ya kimungu. Namba 3, chukua hatua, usikae kizembe, chukua hatua, tafuta. Lakini leo ninaomba Mungu akufungulie milango, sio Mungu akupe vitu. Hata tayari hapo kwenye comment ukiangalia, kuna watu wamecomment hivi, mchungaji niombe hiki, niombe hiki, niombe hiki. Wengi katika listi walioweka hapo ni matunda, sio kitu kinachozalisha. Mungu akufungulie mlango wa baraka. Tunakwenda kuomba sasa, tunakwenda kuomba sasa. Pale ulipo tunakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya mtazamaji ambaye amefuatilia kipindi siku hii ya leo. Cha kwanza, naomba ukampe hekima na maarifa. Naomba ukamhekimishe namna ya kukuendea. Leo ninaomba kwa ajili ya watoto wako kufundishwa na Roho Mtakatifu lugha ya maombi, kufundishwa namna ya kuchukua hatua. Lakini nakuomba Mfalme wa amani, kama ulivyosema, kuna mambo ambayo itabidi tuweze kuyaomba, na hili tunaliomba kwako. Ninakuomba ukamfungulie mtoto wako mlango. Mimi sijui anahitaji mlango gani, maana milango iko mingi. Naomba ukapate kumtendea. Baba, ninakusihi ukapate kumtendea muujiza, na mlango unapofunguliwa afya ikareje. Mlango unapofunguliwa uchumi wake ukaimarike. Mlango unapofunguliwa ndoa yake ikaimarike. Mlango unapofunguliwa nguvu za giza zikaondoke, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza Mfalme wa amani, maana umesikia na unakwenda kutenda makubwa kuliko tulioyaomba. Neema yako ikawe na kila mmoja wetu, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen.